Rafiki mpendwa, mtazamaji na msikilizaji wa Toa Jesus TV, katika somo hili la 5 tunajifunza kuhusu kuangaza kama nuru wakati wa usiku. Kuangaza kama nuru wakati wa usiku ama wakati wa giza. Ni somo nzuri ambalo liko linatufunza nini la kufanya ili kwamba tufanye kile ambacho tunatakiwa kufanya na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo leo siku ya dimanche tuzungumzie kuhusu nous coopérons à l'œuvre de Dieu, ama tunashirikiana katika kazi ya Mungu. Tunashirikiana katika kazi ya Mungu. Kwenye kile kitabu cha Wafilipi tunaona Paulo anapomwonyesha Yesu kama mfano mkamilifu wa unyenyekevu na utii kwa mapenzi ya Mungu. Baada ya hapo sasa Paulo anawaelekeza pia waumini wa Filipi, akiwashukuru nao pia, akisema tangu walipoamini Yesu Kristo nao pia wamekuwa na unyenyekevu kama na Yesu, na anawasihi kwamba waendelee. Nakaribisha kwenye kile kitabu kia Wafilipi sura yake ya 2 mstari wa 12 na kushuka pale. Paulo anasema maneno haya kwenye Wafilipi sura yake ya 2 mstari wa 12, anasema fanyeni kazi wokovu wenu. Sasa hapa tunajiuliza, je, hii inamaanisha kwamba wokovu tunaupata kupitia nguvu zetu? Biblia tunapoisoma kuhusu swala la wokovu haimaanishi kwamba wokovu tunaupata kupitia nguvu zetu. Biblia inafundisha wazi kwamba wokovu ni kipawa cha Mungu. Mungu ndiye anatoa huo wokovu, kinachotolewa kwa neema na kupokelewa pia kwa imani. Unaposoma kwenye Warumi sura ya 3:13 hadi 14, Warumi 5:8, hata Waefeso 2:8-10. Kwa hiyo mwanadamu hawezi kujipatia wokovu kwa juhudi zake mwenyewe. Hata hivyo, baada ya kuokolewa, Mungu ndiye anatenda kazi ndani yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Anatubadilisha nia yetu na anaimarisha nia yetu. Huko tunapompokea kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yetu, anaimarisha nia yetu na anatuwezesha kuchagua mema, anatuwezesha kupinga dhambi na kutenda matendo mema. Kwa hivyo matendo haya hayatuokoi, bali ni matokeo ya wokovu tuliopewa. Hatutende mazuri kwa sababu tunataka kwa yale matendo yetu ipate kutukomboa. Tunatenda mazuri kwa sababu tayari tumepata wokovu. Hivyo basi maisha ya Kikristo ni ushirikiano. Tunaweza kusema kwamba maisha ya Kikristo ni pale ambapo Mungu hutenda kazi kwa neema yake ndani yetu. Baada ya Mungu kutenda kazi ya neema ndani yetu, nasi sasa tunakubali ama tunaitikia kwa utii na imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kauli ambayo inakuwa hapo chini anaposema sasa tutumike kwa hofu na kwa kutetemeka, watu wanajiuliza, je, ina maana kwamba tumuogope Mungu kama sijui mbwa mwitu? Haimaanishi kumwogopa Mungu, bali inaonyesha heshima kuu kwa uwepo wake na kutambua utegemezi wetu kamili kwake. Asili yetu ya dhambi bado hupinga kazi ya Mungu. Ushindi unawezekana tunapojisalimisha kwa Kristo. Ni wakati ndipo tunaweza kupata ushindi juu ya dhambi. Tunapodumu katika ushirika naye, Mungu anaendelea kukamilisha kazi yake ndani yetu tangu sasa na hata mwisho. Kwa hivyo elewa ya kwamba hakuna tendo njema awaye yote ambayo tunaweza kuitenda. Tendo njema lote ambalo tunaweza kulitenda ili tuokolewe. Tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Matendo mema tunayoyafanya ni matunda ya ukombozi ambao tumeupata. Na hivi kuna wengine ambao wanaweza dhani kwamba tusitende tena mema ama tusitii tena sheria kwa sababu tumekombolewa kwa neema. Mtu akikuuliza hiyo swali, utatoa jibu gani? Nasema tumekombolewa kwa neema kwa njia ya imani, kwa hivi tusishike tena sheria. Utamjibu nini? Weka jibu kwenye comment. Asante Yesu Kristo kwa nataka tushirikiane katika kazi yako. Umetukomboa, ruhusu tukubali wokovu huo kwa kuwa watiifu kwako na kuwatangazia wengine kuwa nuru katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu, subscribe, like na kushare.